Yes, papo vipi? Kuna watu wanalalamika online kuhusiana na router za Airtel. Sasa mimi niko na router mbili. Kuna router ya hivi, kuna ambao wanatumia router za hivi, ambazo hizi ni router ambazo zimekuja ni mpya. Lakini pia kuna wale ambao wanatumia hizi za zamani. Hizi hapa, hii ndio ya zamani of course. Kwa hiyo nilivyoona hiyo changamoto, mimi mtu kama tech nikaona ninunue zote mbili. Kwa hiyo niko na hii, lakini pia niko na hii router. Lakini nikataka kufahamu kwamba kwa nini watu ambao wanatumia hizi wanalalamika sana online kwamba internet iko down au haifanyi kazi, na wanaotumia hii hawalalamiki. Kama wewe ni mtumiaji wa hizi router utagundua kwamba kama wewe unatumia hii router inafanya kazi vizuri, lakini kama unatumia hii sometimes inakuwa ina changamoto. Sasa nikanunua zote mbili router ambayo ni hii na hii. Japo kwa sasa hivi mimi natumia hii. Hii hapa nakuwa naitumia mara chache, natumia hii. Sasa nikaja kugundua kwa nini changamoto ya internet inakuwa down au haifanyi kazi. Changamoto ni moja tu. Ukija kuseti IP address ya hii hapa, ukiingia poto yako ile ya router ambayo ni poto yake IP address yake inakuwa ni 198.162.1.1. Ukalogin pale as admin, ukiingia kule ile software ya hii router ni tofauti na software ya hii router. Kwa hiyo hii software yake kuna sehemu ambayo hii iko automated, ina uwezo wa kuchange mtandao kulingana na mawimbi au sehemu uliopo. Hii hapa kwa mfano ukiwa sehemu ya 3G, hii ina uwezo wa kujishusha kutoka 5G mpaka 3G. Hii hapa inashindwa. Sasa kama wewe unatumia router alafu unapata changamoto ambayo shida ya internet, solution ni moja tu. Login kwenye IP address protocol yako, alafu weka 4G, seti internet 4G to 3G, kwa sababu kama uko eneo ambalo haishiki 5G na umeseti 5G, kutransform kutoka 5G mpaka 3G, hii hapa inakuwa ngumu. Kwa hiyo hawa wanaotumia hii, nadhani mtakuwa mnafahamu kwamba internet inakuwa haisumbui, kwa sababu hii ina uwezo wa kujimaintain yenyewe, kwamba software yake ina uwezo wa kujimaintain yenyewe. Kama internet iko 5G itaenda 5G, kama iko 4G itaenda 4G, kama iko 3G itaenda 3G. Lakini hii unakuta kama umeseti 5G afu ukaingia sehemu ambayo haina 5G, itafail, na ndio maana watu naona wanasema internet inakuwa inasumbua kwa upande wa hizi router. Sasa tembelea IP address yako, ingia kwenye Google, hakikisha umeconnect internet kwa kutumia hii hapa, hata kama una bundle, then access IP address yako kwa kutumia 192.168.162.1.1, ambao hiyo IP address inakuwa hapa chini ukiangalia hapa chini kuna kuwa na hiyo IP address. Kwa hiyo utaiona hapa, ukiisoma itakuwa 192.168.1.1. Ukilogin kwenye poto yako utaona sehemu ya kubadilisha frequency optimization ya 5G, set 4G. Kama unapata changamoto sehemu uliopo, set 4G. Set 4G, internet yako haitasumbua tena kwa kutumia router. Lakini kama unatumia hii router, wewe set 5G, itakuwa inaweza kujidowngrade 5G to 4G. So thank you. Hii ni Loadline. Subscribe au follow kwa ajili ya more information kuhusiana na technology.